Tuko katika zama za fitna, hasatan kuwepo kwa mitandao za kijamii, social media, na kuna kadhia ambayo sijawahi kuzungumzia maisha yangu katika da'wa yangu. Nimeonelea ni vizuri tujue Qur'ani inatupatia mwongozo gani pindi tunaposikia mabaya yanasemwa juu ya mtu na kuenezwa. Na Qur'ani imetupatia mwongozo pindi tunaposikia mabaya yanaposemwa na juu ya waumini, imetupatia mwongozo 4. Jambo la kwanza, usieneze mabaya haya. Jambo la pili, usiamini yale yanayosemwa dhidi ya ndugu zako. Jambo la tatu, udhanie waumini kwa uzuri. Na jambo la 4, wakanye wale ambao wanaosema uongo dhidi ya waumini. Na hii ipo wazi katika Suratul Nur, pindi Mwenyezi Mungu alipoangazia qissat ifk. Mwenyezi Mungu asema, laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bianfusihim khayran wa qalu hadha ifkum mubin. Kwa nini watu wema hupigwa vita? Hapa pana swali. Kwa nini mtu wa Mungu ama mtu wema hupiga vita? Why? Kuna sababu gani? Allah amejalia kwamba katika sunna iliyoko juu ya ardhi yake ni kwamba haki na batil zitakuwa ni yenye kupigana na kuvutana. Na hii ilikuwa toka mwanzo. Kwa hivyo mu'min asishangae anapoona balaa inapomfikia mja mwema wa Mwenyezi Mungu ama inapomfikia mtume wa Mwenyezi Mungu. Hii ni sunna ya Allah, kwamba watu waovu hawatakwamia katika uovu wao, katika nafsi yao, watakuwa ni wenye kuwapinga na kueneza uovu wao na kuwaudhi waumini na kuwaudhi hata mitume wa Mwenyezi Mungu. Allah asema katika Qur'an, wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Allah asema kadhalika tumejalia kwamba kila mtume alikuwa na maadui katika watu waovu. Kadhalika Mwenyezi Mungu asema, wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan shayatinal insi wal jinn. Allah asema na kila mtume tumemjalia kwamba alikuwa na maadui miongoni mwa jini na maadui mashaitani miongoni mwa majini na mashaitani miongoni mwa wanadamu. Kwa hivyo you don't ask kwa nini watu wanamkosea mtume heshima, kwa nini watu wanamkosea sheikh heshima, kwa nini? Hii ni sunna ya Allah. Mitume walikuwa na maadui na waja wema watakuwa na maadui, na hivi ndio ilivyo. Tuko katika zama za fitna, hasatan kuwepo kwa mitandao za kijamii, social media, na kuna kadhia ambayo sijawahi kuzungumzia maisha yangu katika da'wa yangu. Nimeonelea ni vizuri tujue Qur'ani inatupatia mwongozo gani pindi tunaposikia mabaya yanasemwa juu ya mtu na kuenezwa. Na Qur'ani imetupatia mwongozo pindi tunaposikia mabaya yanaposemwa na juu ya waumini, imetupatia mwongozo 4. Jambo la kwanza, usieneze mabaya haya. Jambo la pili, usiamini yale yanayosemwa dhidi ya ndugu zako. Jambo la tatu, udhanie